Tarehe 31 Machi 2026, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa Mipendo Gotoni. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora TUWASA imeanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa usambazaji maji kutoka bwawa la Igombe hadi kwenye matenki ya maji ya Itumba katika manispaa ya Tabora, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuboresha huduma ya maji hususan katika maeneo ya pembezoni mwa miji. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi huu, mkurugenzi wa huduma za wateja wa TUWASA Biswalo Bernard, kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo, amesema kuwa mradi huu unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 23. Baada ya kuona kwamba kuna kipindi kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwenye baadhi ya maeneo kutokana na ukosefu wa huduma kutoka kwenye chanzo cha maji kutoka Ziwa Victoria, mamlaka ya maji imeratibu mradi wa kutoa maji Igombe kuyapeleka kwenye tenki kubwa la Itumba ili kuondoa changamoto hiyo ya ukosefu wa maji kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji. Mradi huu umesanifiwa kwa gharama ya shilingi bilioni 23 na ambazo serikali imeanza kulipa gharama za awali kwa ajili ya mkandarasi kuanza kazi. Kwa kimsingi, baada ya mradi huu kukamilika, huduma ya maji katika manispaa yetu itakuwa ya uhakika zaidi. Ni mradi unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada ambazo kimsingi zimewezeshwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kupitia juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuruhusu fedha kuja kutekeleza miradi ambayo imekuwa na tija na kutufikisha hapo tulipofika. Upatikanaji wa maji utaendelea kuboreshwa na utakuwa endelevu na utakuwa wa uhakika zaidi. Baada ya kiujumla, sasa kama tulivyoona hapa, miradi hii yote ambayo sisi tumeweza kuitembelea leo na mingine inagharimu fedha nyingi sana za serikali. Mathalan, wametuambia tu pale kuna andiko ambalo wameandika huo mradi unagharimu karibia bilioni 23 kutekelezwa kwake. Kwa hiyo unaona si fedha ndogo. Na kwa kiasi kikubwa tumeelezwa kwa sasa hivi kwa taifa letu fedha nyingi inatokana na vyanzo vyetu vya ndani. Maana ni fedha zetu wenyewe wa Tanzania walipa kodi. Kwa hivyo unapoona mradi umetekelezwa, umekamilika, ni jukumu lako kama mwananchi kuhakikisha kwamba unaulinda ili uweze kudumu kwa sasa, lakini pia na vizazi vinavyokuja. Sisi wetu kama nilivyosema pale mwanzo kwenye ile miradi ambayo bado mnaendelea kuitekeleza kama ambavyo mmetuambia, basi muendelee kuongeza nguvu ili basi muweze kutanua wigo wa utoaji wa hiyo huduma. Lakini na kwenye ile swala la maji taka kama ulivyotuambia mnaendelea na ile study, nadhani na lenyewe ni kipengele muhimu kukifanyia kazi ili tuweze kuona sasa, kwa sababu mji kama tunavyojua mji unakuwa, lakini mji unakuwa na unakuwa na maendeleo makubwa zaidi. Maana unahitaji pia miundombinu yote ikae vizuri, ikiwemo ya maji safi lakini na maji taka. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa kiongozi wetu mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan, mmetueleza mnaendelea kupata fedha. Kwa hiyo tunaamini hata kwenye hii ambayo mnaendelea kuistadi, basi ikikamilika fedha itakuja kwa ajili ya utekelezaji wa hayo maeneo ambayo yamesalia, ili mwisho wa siku huduma hii ya maji safi na salama lakini na maji taka iweze kukamilika kwa 100%. Uongozi wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na Jumuiya ya Mabenki Tanzania umeeleza kuwa ushirikishwaji wa wanawake katika nafasi za maamuzi kwenye sekta ya uchumi umeendelea kukua. Hayo yamesemwa na Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba kupitia mkutano wa watendaji wakuu wa mabenki Tanzania uliofanyika hapo jana. Leo tumekutana kwa ajili ya kuendelea na kusherehekea mafanikio yaliyopatikana kwa upande wa masuala mbalimbali ya kiuchumi, tukiwa pia ni mojawapo ya kuadhimisha mwezi wa wanawake. Kwa hiyo sisi kama taasisi za fedha na mabenki tumekuwa na mjumuiko wa pamoja, na katika kipindi cha mwezi Machi tangu mwanzo tulikuwa tuna issue mbalimbali, lakini leo kama kilele tuna mkutano wa pamoja unaojumuisha watendaji wakuu wa benki zote za hapa nchini Tanzania pamoja na taasisi nyingine za kifedha, na wengine ni kutoka kwenye mashirika ya kimataifa na taasisi za kimataifa zinazotoa support kwenye mfumo au shughuli za kifedha hapa nchini. Maadhimisho haya tumeongelea mafanikio mbalimbali yaliyopatikana. Utakumbuka mwaka jana niliwapa rai na nilitoa waraka kwa mabenki yote kuwataka angalau kwenye bodi zao pamoja na management zao
uwiano wa wanawake angalau mpaka ifikapo mwaka 2028 wafikie 30%. Nashukuru kuona kwamba benki 22 kati ya benki 42 wameshafikia uwiano wa kuwa na 30%, lakini nimewataka waendelee kuweka mikakati na kutafuta fursa mbalimbali zitakazofanya tuwezeshe wanawake kiuchumi na kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwemo kuwawezesha kifedha, kielimu na shughuli nyingine. Na hapa tunatarajia kwa siku zijazo tumeandaa kampuni itakayokuwa ina support shughuli mbalimbali katika kurasimisha biashara, kuwezesha watu kuandikia maandiko yanaweza kupata mikopo benki, lakini kufuatilia mchakato wa mtu kukopesheka, ile credit worthiness, na kuwezesha pia watu wapate dhamana, hasa wale ambao kwa bahati mbaya hawana mali aidha zinazohamishika au zisizohamishika. Na pia tuna mchakato wa kuboresha hata sheria. Tulikuwa tunataka tuangalie namna ambavyo mtu anaweza kaenda kukopa kwa kutumia hata cheti chake, kwa sababu tumeona kuna vijana wengi wanahitimu vyuo vikuu lakini hawawezi kukopeshea kwa sababu hawana mali au hawana dhamana. Nashukuru kwamba wenzetu kwa mfano wa World Bank wamekubali kuiunga mkono kwa kuongeza pale fedha, na watatoa kama mkopo nafuu kupitia serikalini wa dola milioni 150, na sisi kwa fedha ambazo tumeshazikusanya mpaka sasa. Naitwa Sauda Msemo, naibu gavana uthabiti na usimamizi wa sekta ya fedha. Tumekutana hapa na mabenki na taasisi za fedha kwa ajili ya kujadili hatua iliyofikiwa katika ujumuishwaji wa wanawake katika sekta rasmi ya fedha na kuangalia pia changamoto zinazojitokeza, lakini pia kuangalia maeneo mengine ambayo ni namna ambavyo takwimu zinasaidia katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ambazo zina mrengo wa kijinsia. Ni mkutano wetu wa pili. Mwaka jana mwezi Machi tulifanya wa kwanza, ambapo tulipeana baadhi ya majukumu ya kwenda kutekeleza, mengine yakiwa ni kwa upande wa mabenki na taasisi za fedha, lakini mengine yakiwa ni upande wa msimamizi ambaye ni Benki Kuu ya Tanzania. Kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha maeneo mbalimbali mkoani Manyara, zimeleta athari kubwa kwa wananchi katika wilaya ya Simanjiro. Kata zilizoathirika ni Ndiatu, Mererani, Shambarai na Naisinyai. Zaidi ya ekari 5429.5 zimeharibiwa na mafuriko hayo, hali iliyosababisha wananchi hao kukosa makazi, mahitaji muhimu, pamoja na kuharibika kwa miundombinu ya barabara, ikiwemo barabara inayotoka mji mdogo wa Mererani kuelekea mkoani Arusha. Kwa jina naitwa Ramadhani Hussein, mdereva wa Arusha Mererani. Kunaanza hili daraja limevunjwa tokea mwezi wa 9 mwaka jana. Kwanza sisi wasafirishaji hapa tunapofika tunaishia hapa, na hapa daraja hili limekaa kwa muda mrefu, tunateseka hapa, abiria wanateseka na watoto wa shule wanafanya daraja limefanya kuungwa, liliachia kwa ajili ya wanafunzi wanaotoka ngambo ya pili kwenda Mbuguni na kurudi. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Mheshimiwa Mama Samia tusaidie hili daraja la hapa Mererani kwa njia ya Mbuguni. Eneo hili la Mererani kinachohitajika ni mitaro. Hasa eneo hili la barabara inaelekea Arusha tu Mererani. Kinachohitajika ni mitaro. Barabara inyanyuliwe. Kwa sababu kitendo cha barabara kuwa chini imesababisha maji yazuilike katika eneo hili na kusababisha maji yaelekea kwenye makazi ya watu. Hasa eneo la mji mdogo wa Mererani. Kuanzia hapa eneo wanaita Cairo kuelekea paka eneo la Msikitini, watu wameathirika na maji. Jina naitwa Henry Jonathan Mkali, ni mwathirika wa eneo hili la maji hapa kwenye kitongoji cha Utupendane. Kwa kweli ya maji ya mtuasiri ni kama mara ya 4 yanakuja hapa kuanzia 2018 mpaka leo. Haya maji yanaelekea msimu yamekuja ni mengi sana kuliko msimu wote. Kwa kweli kwa hasara niliyoipata kwa pale nilipokuwa naishi ni nyumba kudondoka, na nilipoteza mifugo yangu. Baada ya mifugo nilipoteza mifugo, maji yalikuja usiku kwenye saa 4. Kuja kushtuka kukuta maji yamejaa nje. Kuna baadhi, mimi ni mfugaji na ni mkulima. Kama eneo hili hapa na shamba hapo
nilipoteza kama heka moja ya mnafu na mimi ni mfugaji wa kuku. Baada ile usiku kuamka nilikutana na maji, nimepoteza kuku karibia 30. Ya mbunge kwanza anawapa pole sana. Anafuatilia kila kitu, hakuna jambo ambalo hajui. Tarafa ya Mwipo imeathirika, lakini pia tarafa ya Ruvu imeathirika. Tarafa ya Emboreti imeathirika vile vile. Na sehemu nyingine nyingi. Miundombinu ya barabara zimeharibika. Madaraja yameharibika. Serikali ina kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba inarudisha hali kuwa kama kawaida. Na yeye anashirikiana na Mheshimiwa DC, wanawasiliana pamoja na wadau wengine, hata wakiwemo kampuni ya Permanent. Ameniambia nitoe shukrani sana sana sana. Amesema anawashukuru sana kwa hichi ambacho mmewafanyia wananchi wa Simanjiro. Lakini iwe chachu pia kwa makampuni mengine ambayo yanafanya biashara hapa Simanjiro. Waige mfano ambao wanafanya Permanent. Mheshimiwa Bunge anasema tukifanya hivi wote hili jambo tunaweza tukavuka vizuri. Kuwaomba taasisi zote ambazo ziko katika mkoa wetu wa Manyara, hasa wachimbaji ambao mimi ni mwenyekiti wao. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika mkoa wetu Simanjiro hasa Mererani, wachimbaji wamekuwa wakiwajibika kweli kweli. Mimi ni shahidi na wewe ni shahidi. Kila mara tunapopata majanga, tunapopata raha, tunapopata shida, tunawakimbilia wachimbaji na wanatusaidia. Hivyo nilikuwa ninaomba niwape wito wachimbaji wenzangu kujitokeza kwa wingi kama tulivyojitokeza kule Hanang kuwasaidia wahanga walioathirika, kwa sababu leo ni wao, kesho ni sisi. Ndugu zangu, niwaombe sana makampuni mbalimbali, kama masuala mengine tunavyosaidia, watuunge mkono, waunge mkono wananchi wetu wanaoteseka, kwa sababu nimesikia kuna wengine tayari wana magodoro wamelala nje, wengine wameombewa mahali pa kulala, wengine wamesitiriwa kwa namna mbalimbali na wasamaria wema. Ninaombeni sana ni kwamba hili jambo ni kubwa na ni tatizo kubwa, tusiwache wananchi wetu wakateseka. Baada ya kutekeleza kile kilichonileta kupokea msaada uliotolewa na ndugu zetu kama ulivyosomwa, na sasa nimesimama ili nishukuru. Lakini kabla ya kushukuru, nifikishe salamu kutoka kwa mkuu wangu wa mkoa wa Manyara, Queen Cuthbert Sendiga. Amesema kwanza niwape pole sana, au anawapa pole sana wananchi wote walioathirika na wingi wa mvua za mwaka huu kutoka kwenye hizi kata zote, hasa Mererani, Shambarai, Ndiamtu na Naisinyai. Lakini kwa kuwa madhara haya pia yametanuka hasa kwenye miundombinu kwenda wilaya nzima, pole hizi ziwafikie wananchi wote wa Simanjiro ambao kwa namna moja au nyingine wamejikuta ni wahanga wa mvua hizi ambazo zimekuwa nyingi. Umebahatika, umeona maji ni mengi, subiri. Madhara tunayoweza kuyapunguza, tuyapunguze sisi wenyewe. Maji yameingia nyumbani kwako, yamefika kiunoni. Unalazimisha, usilazimishe. Ondoka. Usilazimishe. Usitake afike saa 8 usiku ukasababisha watoto wapotee. Kwa hiyo tahadhari tuendelee kuchukua mpaka hali ya hewa itakapokaa vizuri kwa katika mazingira tunayoyamudu. Serikali imefanya tathmini ya miundombinu iliyoharibika, na taasisi husika kama TARURA, TANROADS, TANESCO wameelekezwa kupeleka tathmini ya madhara yaliyo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Makalla leo Jumanne ya tarehe 31 katika kikao chake cha viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali mkoani Arusha ametoa tamko na kukemea vitendo vya baadhi ya viongozi wa kimila kuwajeruhi na kuwakamata viongozi wa kidini na kufunga makanisa kutokana na mila na tohara kwa baadhi ya makabila. Mheshimiwa Makalla amekemea vitendo hivyo akisisitiza amani, umoja na mshikamano kwa wananchi na kuliagiza jeshi la polisi kuchukua hatua za haraka za kuwakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria wale wote wanaohusika na vitendo hivyo, akivitaja kama vya kihalifu. Hili la mgogoro
viongozi wa dini na viongozi wa mila, la kujitokeza mivutano kati ya viongozi wa dini na viongozi wa mila kuhusiana na mafundisho ya kanisani na mambo ya mila na tohara, na kuwakwaza viongozi wa dini kutimiza majukumu yao katika maeneo yao na kuhatarisha amani, kuwakamata viongozi wa dini, kuwafanyia vitendo viovu, kuingilia ibada zao na kufika kuchukua hatua za kufunga makanisa yao. Hili ni kinyume na sheria. Ni kinyume na sheria, na atakayefanya hivyo ni mhalifu kama wahalifu wengine. Nimeelekeza wakuu wa wilaya kukutanisha viongozi wa dini na viongozi wa mila, wote wawe na uelewa pamoja na wote washirikiane pasipo kuingilia uhuru, pasipo kujipa mamlaka ya kuingilia makanisa, kuwadhuru viongozi. Baada ya tamko langu leo, na wataka wakuu wa wilaya wasimamie vyombo vyote vya ulinzi na usalama, polisi, kuchukua hatua za yeyote atakaye kwenda kuwaingilia viongozi wa dini kutimiza majukumu yao katika maeneo yao. Huo ni ukiukwaji wa sheria, na mimi kwa mamlaka nilionao kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ninao dhamana ya kuhakikisha mkoa huu unakuwa salama. Raia wote wa dini zote, walika zote wanakuwa salama. Tunataka umoja na mshikamano, na mambo haya yasijirudie tena katika mkoa wa Arusha. Mimi mwenyewe baada ya tamko hili na baada ya wakuu wa wilaya kuendelea na vikao hivyo na kusimamia hili na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua, nitafanya jitihada katika maeneo yaliyoathirika kufika na kufanya mikutano kuthibitisha tamko hili. Tamko hili linaendana na dhamana niliyopewa ya kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Arusha wanakuwa salama. Wananchi wa mkoa wa Arusha wanapata uhuru wa kuabudu, uhuru wa kulinda imani zao za dini. Mwisho, tuendeleze umoja wetu wa dini zetu, tushirikiane kwa pamoja. Kusanyiko hili nilisema awali ni zuri na kubwa. Mkiwa na umoja, nyinyi ulio imara, mnatusaidia sisi viongozi wa serikali. Kwa hiyo ninachosisitiza ni kwamba nitafurahi nikisikia misikiti yote uongozi uko vizuri, hawagombei nani awe nani, makanisa yote yanaenda vizuri, sisi serikali tunapata amani. Kwa hiyo nawasihi tuendelee kuwa na umoja katika taasisi tunazoziongoza. Uimara wenu na umoja wenu ni afya kwa serikali, kwa sababu sisi tutakapopata changamoto tunategemea nyie ndio muwe walimu wazuri katika kutusaidia. Ni hayo tu yaliyojiri siku ya leo. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News siku ya leo. Kwa niaba ya timu nzima ulikuwa nami Pendo Gorton.